Yes, bana, kama utakumbuka niliweza kukuletea story ya Ibra na Harmonize kuweza kuitwa Basata. Sasa kilichotokea ni kwamba kwa siku ya leo Ibra yeye ameweza kufika Basata, lakini Harmonize yeye hajatokea. Na baada ya msanii huyo kufika kwenye kikao hicho kilichoitishwa na Baraza la Sanaa la Taifa Basata kuhusu mvutano wake na lebo ya Konde Gang, Harmonize yeye hakuweza kutokea. So baada ya kikao hicho Ibra yeye alisema kwamba anamshukuru Mungu limefika kwenye mikono ya walezi na hivi karibuni litakuwa sawa. Hii ni sheria na hii ni serikali, itaangalia wapi kuna haki. So hivyo ndo ambavyo ameweza kuzungumza Ibra kuhusiana na taarifa za wale ambazo zimeelezwa kwamba Ibra anatakiwa alipe shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuvunja mkataba wake na record label yake ya Konde Gang. Sasa jambo ambalo limeweza kumvuta Baba Levo B Levo Ba, mtoto wa Diamond Platnumz Mwite Lukuga, ameweza kupita kwenye ukurasa wake wa Instagram pale na kuchapisha chapisho ambalo linasomeka hivi: nasubiri kusikia kauli ya Basata, naamini hakuna msanii aliyejua sheria na kudharau wito wa Basata ni utovu wa nidhamu usiovumilika. Na kwenye hili Basata awe makini kwa sababu leo mmemuita yeye hajaja. Msipo chukua hatua zozote alafu kesho mkimuita msanii mwingine asipokuja itakuwa ajabu kama mtachukua hatua. Na hii inakuja mara baada ya Harmonize kutokuonekana Basata kama ambavyo Basata waliwataka Ibra na Harmonize kuweza kutokea leo tarehe 12 ya mwezi Mei kwa ajili ya kikao baina yao wawili. Mpaka sasa Harmonize hajaweza kuzungumza kitu chochote kuhusiana na tukio la leo, kwa nini hajaweza kutokea Basata, lakini pia Basata wenyewe hajaweza kufunguka kwamba ni kitu gani ambacho kimeweza kuwafanya wamuite Ibra na Harmonize, licha kwamba watu wanajua kwamba pengine kutakuwa ni mkanganyiko ambao unaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Msogee kwa upande wa comment hapo chini alafu niambie unadhani kuitwa kwa Harmonize na Ibra Basata alafu Harmonize hajatokea, je, huu ni utovu wa nidhamu kama ambavyo Baba Levo anauelezea au kuna excuse behind ambazo zinaendelea pengine sisi hatuzifahamu? Sogea kwenye upande wa comment hapo chini alafu niambie yapi maoni yako kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea sasa hivi. Mimi niendelee kufahamika kama Rijumbo, toto la kipara lenye mbwembwe na nyodo. Nikukumbushe tu endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine. Umeshawahi kushika kibunda wewe? Mchezo Super tumeamua kugawa super kibunda cha maana kweli kweli kwenda kwa washindi kibao. Lengo letu kila mtu apate udambu kutoka mchezo Super mwaka huu. Ili kukamilisha hili tumejipanga kutoa shilingi milioni 20 ifikapo tarehe 31 mwisho wa mwezi wa 5. Shilingi milioni 10 itaenda kwa mtu mmoja na shilingi milioni 10 nyingine watagawana watu 10 watakaocheza mchezo Super kuanzia sasa. Bwana we, ngoma bado mbichi kabisa, kwani zile jackpot za kila wiki ziko pale pale, ambapo msimu huu kila ukicheza unaweza kupata hadi milioni 5 kila Jumanne na Alhamisi usiku, ushindi wa hadi milioni 10 kila Jumamosi na Jumapili usiku, na kubwa zaidi ni ile jackpot kubwa ya milioni 20 mwisho wa mwezi huu. Kupitia mchezo Super, tiketi moja tu inaweza kubadilisha maisha yako. Usikubali kupitwa na ushindi huu. Jinsi ya kushiriki: tuma shilingi 1000 kwenda kampuni namba 222223 kumbukumbu namba 777 au weka neno ITV. Kushiriki ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Cheza kistaarabu. Mchezo huo unasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha. Mchezo Super, kila mtu apate.